Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Yesu Kristo tena. Amina. Mko salama? Amina. Mko salama kabisa? Mbona naona nyuso zimekunjamana? Usemezane ukweli ama kikombe cha chai bado? Tumsifu Yesu. Tutaongea kuhusu uvumilivu. Tumsifu Yesu. Katika maisha ya sasa, kama kuna mtu ambaye anavumilia, basi nitasema ni mkulima. Tumsifu Yesu. Ni kwa nini nimesema ni mkulima? Ni kwa sababu mkulima hajui hata kama mvua itanyesha, lakini yeye anakatakata miti katika shamba akitayarisha shamba. Akitoka hapo anarudi anaingiza pengine tinga ama ng'ombe ama aingize mikono yake mwenyewe kwa ajili ya kutayarisha lile shamba. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Hapo bado hajajua kama hiyo mvua itanyesha, lakini anaandaa lile shamba. Akitoka hapo anaingiza mbegu wakati mvua imenyesha. Mahindi yanachomoza na magugu vile vile yanachomoza. Anakuja anasema kuanzia wiki ijayo nitaanza kufeka hizi zingine kusudi chakula kiwe na nguvu. Tumsifu Yesu. Tumaini lake liko lile hindi, kila anapoliona likileta afya, yeye anafanya nini? Anazidi kupalilia. Tumsifu Yesu. Akitoka hapo kuna wadudu kama maparare, wadudu wanaingia kuvamia hata mahindi. Tumsifu Yesu. Havunjiki moyo. Wengine wanakimbia wanaenda wanachukua madawa, anakuja anamwagia. Wale wa kuomba wanaomba. Tumsifu Yesu. Hivyo hivyo mkulima hajui kama hiyo mvua itakamilisha hicho kilimo. Tumsifu Yesu. Lakini bado anavumilia akijua kwamba tumaini liko. Tumsifu Yesu. Na pengine ukiangalia jinsi anapotayarisha hilo shamba, hiyo season iliyopita alifika kiwango kama hicho, mvua ikakatika na akosa mahindi. Tena amerudia tena kupanda. Tumsifu Yesu. Dada Debora amesema hafi moyo. Ni kweli hafi moyo. Tumsifu Yesu. Akitoka hapo ndio pengine avune, akae akila. Na kuna msemo mmoja watu wanasema, ukiona wavivu wamelima kama kile msimu huo hakuna chakula. Tumsifu Yesu. Huo ni msemo, lakini ukiangalia uwaga inakuja. Maana mvivu uwaga halimi mpaka aone watu wamefaulu. Ndio anasema msimu ujao mtalima. Atatayarisha shamba wa kwanza kabisa. Tumsifu Yesu. Lakini leo tutaongea kuhusu uvumilivu. Twende Mathayo 27:11-14. Hadithi 27 kuanzia mstari wa 11 hadi 14. Nasema, naye Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Mstari wa 12. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, usikii ni mambo mangapi wanayokushuhudia? Asimjibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu. Hapa kitabu kinatuambia kwamba Yesu alikuwa amepelekwa mbele ya wakuu wa makuhani, na maneno mengi aliyoambiwa hayakuwa ya kweli juu yake. Tumsifu Yesu. Lakini kulingana na yale jinsi alivyokuja katika uso wake, ili ayavumilie. Tumsifu Yesu. Hapa tuko wengi, na katika hali ya kukaa mmoja amelelewa kivyake katika njia tofauti tofauti. Tumsifu Yesu.
Inaweza ikawa pengine umekaa na mtu wako wa karibu ambaye ni rafiki yako, mtu mmezoeana, tumsifu Yesu, akakuletea maneno ambayo unaona ya kwamba haya maneno hayafai, tumsifu Yesu. Jukumu lako ni kufanya nini? Ni kumfikiria kile Yesu alichokifanya, tumsifu Yesu. Maana mtu unapovumilia maneno makali, tumsifu Yesu, ama neno lolote, basi unapata hekima inajaa kwako. Kwa njia gani? Mfano mzuri ni jinsi Yesu alivyoulizwa swali la kwanza. Yesu hakukimbilia kumjibu, alimwambia wewe ndio umesema. Na unapomsikiliza mtu akiongea ama akibubujikwa na maneno, alafu wewe ujibishane naye, ile hekima itakuondoka, tumsifu Yesu. Lakini unapovumilia yale maneno na kunyamaza, unaweza ukampa yule mtu neno moja, si maneno mawili, moja peke yake, ambalo litakuwa limetoka kwa Yesu ambaye ndio hekima, tumsifu Yesu. Na wengi wetu tumeshindwa kuwa na hilo neno uvumilivu, tumsifu Yesu. Ni kwa nini tumekosa uvumilivu? Kitu ya kwanza tunasema tunayajua maandiko, tumsifu Yesu. Sasa ule uvumilivu, kama ukisema unayajua maandiko, mimi nitakupiga vita pengine na maandiko, wewe unipige na maandiko, tumsifu Yesu, tutakuwa hatujasuluhisha kitu. Lakini ukinyamaza katika ile hali yako ya hekima, unyamaze, umsikilize yule mwenzako, aongee mpaka mahali atakapofikia, alafu utafute jambo la kumpa, jambo moja. Inaweza ikawa si jambo kutoka katika Biblia, lakini ni ushauri, tumsifu Yesu. Kuna mtumishi mmoja nilimsikia kitambo, nyakati hizo si saa hii, akisema nenda akahubiria mtu, alipomaliza akaambiwa Biblia ni msitu mkubwa, tumsifu Yesu. Neno hilo linaweza likawa pesi, lakini ni kweli Biblia ni msitu mkubwa. Kwa hivyo unapoandamana na mtu, ni mpaka uwe umeangalia ni kipi cha kumwambia mtu, tumsifu Yesu. Twende kwa kitabu cha Esta 5:3. Cha Esta 5:5 hadi 8. Inasema, hata Amani alipoona ya kwamba Mordekai ainami wala kumsujudia, alighadhabika sana. Akaona si shani kumkia mikono Mordekai peke yake, maana wamemjulisha kabila yake Mordekai. Kwa hiyo Amani alitaka kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote mzima wa Ahasuero, yaani watu wake Mordekai. Mstari wa 7. Esta 5:3 hadi 8. Mfalme akamwambia Malkia Esta, wataka nini? Nayo ni haja gani uliyo nayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Esta akasema, mfalme akiona vema na aje leo, mfalme na Amani, kwenye karamu niliyomwandalia. Mstari wa 5. Basi mfalme akasema, muhimizeni Amani ili afanyike kama Esta alivyosema. Hivyo mfalme na Amani wakafika katika karamu ile aliyoiandaa Esta. Mstari wa 6. Basi mfalme akamwambia Esta, pale penye karamu ya divai, dua yako ni nini? Nawe utapewa, na haja yako ni nini? Hata nusu ya ufalme utafanyiziwa. Esta akajibu na kusema, dua yangu ni hii na haja yangu ni hii. Mstari wa 8. Ikiwa nimepata kibali machoni pa mfalme, na mfalme akiona vema kunipa niombalo na kunifanyizia haja yangu, na aje tena mfalme na Amani kwenye karamu nitakayomwandalia, nami kesho nitafanya kama vile mfalme alivyosema. Amina. Tumsifu Yesu. Tumsifu. Kitabu kinatuambia kwamba Esta alikuwa amepangiwa kuuawa yeye na Wayahudi wote. Tumsifu Yesu.
lakini kile Esther kitu alichokifanya, alikuwa na uwezo sawa na mfalme. Kwa nini ninasema sawa na mfalme? Ni kwa sababu mke wa mfalme ana amri pia. Tumsifu Yesu. Ako na uwezo wa kumwambia wale askari waliomzunguka, huyu muondoeni hapa, naye akaondolewa. Tumsifu Yesu. Ndivyo ilivyo hata sisi tulio wateule. Tumsifu Yesu. Mungu amevipa vinywa vyetu mamlaka ya kunena kile kilicho chema machoni pake. Tumsifu Yesu. Lakini unapokuta mtu anakuambia maneno mabaya, dawa si kutoroka. Tumsifu Yesu. Maana wengine utakapokwazwa na neno fulani, nia yako moja unafikiria ni kutoroka. Tumsifu Yesu. Unaona ndio suluhu, lakini bado hujapata suluhu. Tumsifu Yesu. Maana kama hicho ni kikombe chako cha kukwazwa, utakwazwa hadi mwisho. Tumsifu Yesu. Na Esther anasimamia kanisa. Chakula kile ama karamu ile ni neno na kufunga na kuomba. Tumsifu Yesu. Ndio na nimerudia kusema kwamba sisi sote, kila mmoja amelelewa katika njia yake tofauti tofauti, na ni mpaka tuwe na kitu kinachoitwa upendo, ili kusudi kuvumiliana wenyewe kwa wenyewe. Tumsifu Yesu. Maana tusipovumiliana, basi tutaenenda tukikwazana hadi mwisho. Lakini utakapochukua neno la uvumilivu, leo nimekwambia kitu, pengine ndugu Mramba, kitu kimekukwaza, usinijibu pale kwa pale, maana utakaponijibu pale kwa pale, kinaweza kikainua malumbano. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini ndugu Mramba atakapochukua fursa kama ya Esther kwenda kuniombea mimi kwa ajili ya yale niliyoyasema, basi pengine ile roho iliyo ndani yangu inaweza ikaniondoka. Tumsifu Yesu. Maana tunapoenda kuona, tuliona mwisho wa siku ilibidi anyongwe kwa kile alichokifanya. Ile roho iliyokuwa ikisumbua iliondolewa miongoni mwao. Tumsifu Yesu. Hata sisi hapa katika kusanyiko, wako watu wengine wanaoleta maneno madogo madogo. Tumsifu Yesu. Na ni mpaka tujifundishe jinsi ya kuwavumilia hao watu na jinsi ya kukaa pamoja nao. Tumsifu Yesu. Endapo kama utaenda na ukute ya kwamba imekuwa ngumu kwako kukaa karibu na ndugu Mramba, jitenge pole pole. Tumsifu Yesu. Lakini usimwache katika kumwombea, maana maombi yako kwa kuwa amekukwaza wewe, Mungu anaweza kusikia kilio chako, kama jinsi mfalme alivyokisikia kilio cha Esther, akaiondoa ile roho. Tumsifu Yesu. Na jambo la uvumilivu haliko peke yake katika maneno ya vinywa. Tumsifu Yesu. Jambo hili limefanya hata sisi wateule tumekuwa watu wa kuhamahama katika madhehebu pasipo sisi wenyewe kukaa na hali ya uvumilivu. Tumsifu Yesu. Maana mtu unatoka huko ulikotoka, sijui ni wapi, kilichokuleta sijui ni gani, pengine umekuja na matatizo yako ya ugonjwa. Tumsifu Yesu. Lakini wewe kwa sababu umekuja umefika hapa, ukakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, ukakuta kwamba kile kilichokuwa kikikusumbua hakijakuondoka bado. Tumsifu Yesu. Unakosa uvumilivu, unakimbia kwa instant healing. Wanasema ni instant healing, si ndio? Bado niko sawa vizuri. Tumsifu Yesu. Yaani sasa wewe unakuwa ni mtu wa kuhamahama. Kwa sababu gani? Hauna kitu kinachoitwa uvumilivu. Tumsifu Yesu. Amina. Safari ya wokovu ni hatua ndefu. Na katika hatua mtu huanzia pale akija hapa. Tumsifu Yesu. Amina. Pengine umekuja na magonjwa yako ukiwa pale. Tumsifu Yesu. Amina. Huyu Yesu pengine hana mawazo ya kukuponya ukiwa pale, anataka kukuponya ukiwa hapa. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo ni jukumu lako kuvumilia na kutembea katika hiyo hadi ufike hapa. Na kama itampendeza zaidi, acha kuponye katika roho ukiwa umemfikia kabisa. Tumsifu Yesu. Amina. Maana wengi wa wale waliomfikia waliponywa katika roho. Tumsifu Yesu. Sio mwili tu, bali roho. Tumsifu Yesu. Amina. Na tunapoona mambo hayo, tunaenda katika kitabu cha Mathayo 15:22. Yule mwanamke. Tumsifu Yesu. Mathayo mtakatifu mlango wa 15
mstari wa 20 hadi 21. 22 hadi 28. 22 hadi 28. Inasema, na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampasia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea, wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. 24. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. 27. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Tumsifu Yesu Kristo. Mama huyu, basi mama mmoja Mkanani wa nchi hiyo alimjia akapaza sauti, Bwana, mwana wa Daudi, nionee huruma, binti yangu anasumbuliwa na pepo. Tumsifu Yesu. Mama huyu ni wewe na mimi. Tumsifu Yesu. Nimetoka huko mahali nimetoka, nimekuja kwa Yesu kumwambia Yesu, nionee huruma. Tumsifu Yesu. Nihurumie kwa kuwa binti yangu anateseka, kwa kuwa mimi napitia magonjwa. Tumsifu Yesu. Lakini majibu aliyopewa na Yesu, ingelikuwa ni mtu anayeishi sahihi, angelihama hili kanisa. Tumsifu Yesu. Maana jibu lililotolewa na Yesu ni jibu zito ambalo nataka mtu mwenye unyenyekevu akapate kunyenyekea na kulisikiliza kwa vizuri. Tumsifu Yesu. Ni jibu gani alilopewa? Yesu akajibu, sikutumwa ila kwa watu wa Israeli waliopotea kama kondoo. Wacha tuseme hii ni watu wa dunia na watu wa hapa, hilo pengine angelichukulia. Tumsifu Yesu. Lakini jibu alilopewa, akaambiwa siwezi toa chakula cha watoto nikawapa mbwa. Tumsifu Yesu. Leo sisi tunasema wale watu ambao hawajamjua Yesu ndio waliosimamia hilo neno, lakini ukweli ni kwamba yule mama katika kipindi kile aliitwa mbwa. Tumsifu Yesu. Na neno lile hata leo kamtajia mtu mwenye damu na nyama, atakwazika ndani ya roho yake. Tumsifu Yesu. Na ndivyo maana nawaambia tukae watu wavumilivu, maana katika uvumilivu mtu huvuna matunda yaliyo mema. Tumsifu Yesu. Huyu mama alijinyenyekeza, akamwambia Bwana, hata mbwa hula kwa makombo ya bwana wake. Tumsifu Yesu. Huyu mama alijikubali kitu ya kwanza, kuitwa mbwa, kuitwa mwenye dhambi. Alijikubali, naye akashuka akasemaje, hata mbwa hula chakula makombo ya bwana wake. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo tunapotoka mahali tumetoka, umefika mahali hapa, pengine unaomba kila siku kwa ajili ya magonjwa yako, shida zako, matatizo yako, ugomvi ule unao, na unaona kwamba mimi sipati jibu, kwa hivyo hapa hakuna roho. Hapana, kila kitu na wakati wake. Maana wakati wa Bwana utakapofika, tumsifu Yesu, ataangalia jinsi ulivyoyavumilia, jinsi ulivyoyapitia. Maana pengine utakuwa katika kitanda kama jinsi ndugu zetu wanapolazwa hospitali, wanakaa katika vile vitanda wakiwa na hali ya tumaini kwamba yule daktari akija akiniangalia, akinidunga ile sindano, mimi nitapa. Anavumilia katika kile kitanda. Tumsifu Yesu. Wewe umetoka kwako, umefika hapa kwa ajili ya mahitaji yako, usiwe mwepesi wa kukimbia. Yesu atakutimizia malengo yako.
lako ni kung'ang'ana, ung'ang'ane kutafuta uokovu, ung'ang'ane katika hii safari ya uokovu. Licha ya kuwa iko na panda shuka ya milima na mabonde, utakutana na watu hapa ndani watakukwaza katika neno moja ama lingine. Wewe lako ni uvumilie. Tumsifu Yesu. Maana kilichokuleta unakijua ni wewe, sio mimi. Na utakapovumilia, Yesu atakupa matunda kama jinsi Ayubu alivyopewa matunda, kama jinsi Yesu mwenyewe alivyoyaona matunda ya kuvumilia kwake. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu. Mtumishi, tusomee Luka 21:17-19. Nasema, nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, walakini hautapotea hata unywele mmoja kwa vichwa vyenu. Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Maneno haya pengine watu wataulizana, kimeingiliana vipi? Tumsifu Yesu. Lakini mtumishi Makenzi aliingia akahubiri kwamba siku zimefika mwisho. Tumsifu Yesu. Lakini wakati unapoambiwa siku za mwisho zimekaribia, jukumu lako ni lipi wewe kama mteule? Tumsifu Yesu. Je, ni kukimbia yale yatakayokutokea? Tumsifu Yesu. Ama ni kuingia katika uvumilivu ukapate kuyakabili yaliyo mbele? Tumsifu Yesu. Jukumu lako ni lipi kama kanisa? Tumsifu Yesu. Pengine utasema, kwa kuwa mimi nilisikia ujumbe huu nikaona huduma namba inakuja na microchip iko njiani, dawa yangu ni kukimbia Taita. Tumsifu Yesu. Bado hujasuluhisha. Maana maandiko yanasema aliyepangiwa kufungiwa ni lazima atafungiwa, aliyepangiwa kuuawa ni lazima atauawa. Kwa hivyo ule ujumbe ulipokuja katika macho yetu na katika mawazo yetu na katika roho zetu, jukumu letu kama kanisa ilikuwa si kukimbia. Jukumu letu kama kanisa ilikuwa ni kukaa na kuomba Mungu atujaze na Roho Mtakatifu kwa nguvu zake mwenyewe, ili kusudi atakapotukia hayo mabaya yaliyonenwa tukapate kuyaepuka. Tumsifu Yesu. Maana kuna mengine utafikiria unayakimbia, kumbe utakuwa unatimiliza ule msemo wa Swahili, umeruka mkojo ukakanyaga mavi. Tumsifu Yesu. Unafikiria unatoroka hapa, kumbe unaenda huko ndio yaliko. Tumsifu Yesu. Na saa zingine unaweza ukaona kwamba wacha nitoke hapa nende mafichoni, ukakae huko mwaka mzima, ukaona kwamba uvumilivu umekuishia ndani yako, unasema wacha nirudi Mombasa kuja kutafuta ama kuja kuangalia chochote. Utakapofika hapa unakuta sasa hapa kimeumana zaidi, utakimbilia wapi? Tumsifu Yesu. Sisi kama wateule, jukumu letu ni kuingia katika maombi. Hata wakati utakapoambiwa kwamba kesho utaanguka na ufe, sio jukumu lako kukimbia kifo, bali ni jukumu lako kuingia katika maombi ukapate kujitakasa. Tumsifu Yesu Kristo. Wacha tuangalie kitabu kimoja ambapo Yesu alijua kabisa yeye anaenda kufa, lakini Yesu hakukimbia. Tumsifu Yesu. Kwa nini sisi tukimbia? Ni uoga ama ni kukosa uvumilivu? Tumsifu Yesu. Luka 22:41-42. Sema, mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Amen. Tumsifu Yesu. Wengi wao wanakosa kujiuliza ni kwa nini kifo hakuna mtu aliambiwa ni siku fulani. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu. Ni kwa sababu sisi wanadamu tumeyakataa yale yajayo. Tumsifu Yesu. Kukabiliana nayo sisi tunaona suluhu ya toroka. Tumsifu Yesu. Lakini hebu angalia Yesu jinsi alivyofanya. Alipojua kwamba siku hii
imefika, ile siku niliyokuja duniani kwa ajili yake. Tumsifu Yesu. Kwa ajili ya kufa kwa ajili ya watu hawa ninaokufa kwa ajili yao ndio wanaoniua. Tumsifu Yesu. Alisema Bwana, kama inawezekana kikombe hiki kiondoe, lakini ikikupendeza watafanya nini? Nikabiliane na kutoka hapo Yesu aliyavumilia teso baada ya teso hadi mwisho. Tumsifu Yesu. Lakini sisi tulipoenda tukasikia kwamba dunia inaisha, tulikuwa ni watu tusiokuwa na msimamo, tukaanza kutawanyika tukikimbia. Tuliposikia kwamba wewe ni mgonjwa wa kansa, ugonjwa usiokuwa na dawa, ugonjwa unaokusongeza kaburini, ulianza kutapatapa katika makanisa ukiruka na kutafuta msaada. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Uliposikia Mwambui kazi yake ni kukwaza watu, tumsifu Yesu, badala uniombee mtumishi ukanitoroka. Tumsifu Yesu. Kuna mengine sisi kama wanadamu hatuwezi yakimbia, tunatamani tuyakimbie, lakini yanatujia kwa nguvu. Jinsi unavyozidi kukaa mbali nayo ndio jinsi yanavyozidi kukufuata, lakini jinsi unavyozidi kuyakumbatia kwa karibu ndio jinsi utukufu wa Mungu unazidi kudhihirika machoni penu. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Maana jinsi unavyosema unaikimbia huduma namba microchip, jinsi utukufu wa Mungu unazidi kukuondokea, lakini jinsi unavyozidi kukabiliana nayo ndio jinsi nguvu ya Mungu inazidi kukujaza. Maana katika kila teso utakalokuwa unalipitia utakuwa unamwambia Yesu, nisaidie katika haya, nisaidie, unitetee katika hili, nisaidie. Maana tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo, yule mwanamke aliyetorokea jangwani, maandiko yanasema kule jangwani kulikuwa kumeandaliwa kwa ajili yake. Tumsifu Yesu. Hakuenda kwa akili zake, hakuenda kwa nguvu zake, bali kule jangwani kulikuwa kumeandaliwa. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo ni jukumu letu kama sisi tuingie katika maombi kama kanisa. Kama ni nyakati za mwisho, tuingie maombi kwa ajili ya nyakati hizo. Si eti kuzipinga zile nyakati, bali ni kumwambia Yesu tutie nguvu, maana kila kilichoandikwa katika neno ni lazima litimie. Sio jukumu letu kupinga, bali ni jukumu letu kumwambia Bwana, litakapokuja kwangu hili, basi Bwana nijaze na Roho wako mwenye nguvu, kama jinsi Stefano alivyokuwa anahojiwa. Tumsifu Yesu. Maandiko yanatuambia Stefano alikuwa kugawana chakula, lakini jinsi alivyokuwa akihojiwa na wale wakuu wa makuhani na Mafarisayo, maandiko yanasema kwamba uso wake uling'aa. Tumsifu Yesu. Kwa nini ule uso ung'ae? Ni kwa sababu yale yaliyokuwa mbele yake hakuyakimbia, bali aliyavumilia na kunena ukweli. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Nimetoka nikawaambia mkulima ni mtu wa maajabu. Siku zote mkulima hachoki. Mkulima afanye nini? Achoki. Na kama wewe wasema wewe ni mkulima na umechoka, tumsifu Yesu, basi naona uko na tatizo. Tumsifu Yesu. Maana kama wewe ni mkulima umekwaza siku ya kwanza kwa kuwa wanaitwaje, nzige wamekuja wakakula mahindi yote, alafu kasema msimu ujao usilime kwa sababu kuna nzige, basi wale wenzako watakaolima msimu mwingine ukilima utaambua mvivu, maana ukikosa wacha kulima. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo jukumu letu kama kanisa tuzidi kuwa kama wakulima bora. Mubarikiwe.